haziwezi kuletwa, haziwezi kutatuliwa changamoto zetu kwa wananchi kutengeneza makundi ya kuingia barabarani. Changamoto zetu na umaskini wetu wa wilaya ya Rorya zinaweza kutatuliwa sisi wenyewe kwa kushirikiana, kuwatuma madiwani kwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, kufanya uchaguzi wa demokrasia, kuwaondoa au kumbakiza yule mnayedhani anaweza kuwasaidia na kuendelea kudai yale mazuri yaliyoko mbele yetu. Niwaombe sana ndugu zangu wananchi, narudia tena, niwaombe sana kwa unyenyekevu mkubwa. Ninajua wapo wengine ambao wanatamani tena kufanya machafuko hayo siku za mbeleni. Sisi tusiwe sehemu ya machafuko hayo. Twende tukawe walinzi wa kukataza mwananchi au kijana yetu yeyote atakayekubali kutoka mbele. Sisi ndio tuwe watu wa kwanza kumkatalia kabla jeshi la polisi hajafika kumzuia mtu huyo. Tumwambie haya wanayofanya si utanzania wetu na si Rorya wetu. Kwa kufanya hivyo, maana yake mnairudisha Rorya nyuma. Tumetengeneza misingi ya miaka 5 ya namna bora ya kwenda mbele. Tuachieni miaka mingine 5 mliotupa, twende tukatatue changamoto zenu kwa usawa, kwa kufuata kanuni na sheria za nchi. Niwaombe sana, wengi niwaona, wengine ni wazazi humu, mnao vijana kwenye maeneo yetu. Mlipoamua kutuheshimisha tarehe 29, endeleeni kutuheshimisha hivyo hivyo. Nendeni mkailinde amani hii ili mnipe huku mheshimiwa mbunge ninapofika kwenye maeneo, kwenye bunge lile na maeneo mengine, waseme kweli hawa watu wa Rorya ni waungwana. Hawa watu wa Rorya wanajua na kuhimiza na wanajua kuhimili kwa maana utawala wa sheria. Mkifanya kote ambalo halina haki, mtakuwa mmeharibu na mtakuwa mmechafua umoja wetu sisi wananchi wa Rorya. Niwaombe sana ndugu zangu wananchi, popote mnakokwenda, sisi tufanye kazi yetu vizuri. Hatuna sababu ya kuingia barabarani, hatuna sababu ya kupinga jambo lolote, kwa sababu uhuru tumeufanya wenyewe tarehe 29, tumechagua viongozi wote. Na bahati nzuri uchaguzi wetu Rorya tumepiga kura mpaka saa 10 jioni. Hakuna mahali ambapo ilitokea wananchi wakazuia kupiga kura. Kwa nini mtu aje atushawishi mtu baki ambaye hatokani na Rorya hii kwamba tuingie barabarani? Tunakwenda kutafuta nini? Niwaombe sana ndugu zangu wananchi, twende tukadumishe hili na tuwe sehemu ya kukataza wale watoto wetu na vijana wenzetu ambao wanaweza wakashawishika kwa namna moja au nyingine kutaka kuiparakanisha Rorya yetu. Mwisho, Mheshimiwa DC, mimi nikupongeze na nikushukuru sana kwa namna ambavyo umekuwa ukiendelea kuimarisha na kusimamia ulinzi na usalama wa wilaya yetu. Ninaamini kabisa kama ulivyosimama imara kuimarisha ulinzi tarehe 29, ndivyo utakapoenda kusimama imara wewe pamoja na vyombo vyako vyote kwa tarehe 9 hiyo ambayo wahuni wachache wameamua kuitaka kuifanya, lakini naamini kwa uongozi wako haiwezi kutokea. Endelea simamia uhuru huo, endelea simamia sheria, simamia usalama wa raia na mali zao, kwa sababu ndicho kiapo pekee ambacho umeapa kwamba unakwenda kusimamia uhuru, unakwenda kusimamia sheria, unakwenda kusimamia usalama wa raia na mali zao, na ndio kazi kubwa unayopaswa kwenda kuifanya. Umeifanya tarehe 29 vizuri, tumevuka salama. Nikupongeze sana na nakutakia kila heri. Naamini kwa muda uliobaki pia utakwenda kusimamia vizuri, Rorya yetu itabaki kuwa salama. Na sisi kama viongozi wa kisiasa tuko tayari kukupa ushirikiano. Mahali unapodhani kuna changamoto, unahitaji nguvu ya mbunge kwenda kusema, unahitaji nguvu ya diwani kwenda kusema, mimi niko tayari, wewe niite. Wananchi hawa wamenichagua, hakuna kata nitashindwa kwenda kuzungumza na hawa wananchi. Hata siku hiyo wakiwa wamekasirika kiasi gani, mimi huwa najitoa muhanga kwenda kuzungumza nao, kwa sababu ninaamini hakuna mahali ambapo kwenye kata zote 26 hawakunipa kura. Tuendelee kudumisha usalama wetu na uhuru pamoja na haki kwa wananchi, na naamini hilo umekuwa ukilifanya, haliwezi kufika mahali likachafua usalama wetu wa wilaya yetu ya Rorya.